Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zanguni, hii ni aibu. Huu ni ujinga. Na uvumilivu na subra ya hali ya juu katika kumwabudia yeye. Hal ta'lamu lahu samia? Je, umewahi kujua, umewahi kusikia, umewahi kuona mwenza anayefanana naye Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa jawabu langu ni kwa ufupi sana. Nakwambia vipi? Kagawanya Allah kwenye aya hii na aya nyinginezo ulizozitaja moja moja, lakini hii ni aya ambayo imeyajumuisha mambo haya yote matatu. Na ndio tena sisi tutamwambia na tunakuambia kuwa Qur'ani haijagawanya wala Allah hajagawanya. Acha kumzulia Allah bwana. Na tutakueleza, si wataka kujua wewe hizo aya ulizozisoma zilikuwa zinazungumzia nini ama zamaanisha nini? Tutakueleza Qur'ani imekuja kufanya nini. Haikuja fanya hayo unayosema wewe, wala hizo aya ulizozisoma hazijasema hayo. Na ina uwezekano watu kama hawa ikawa hata hawajui maana ya kalimatu tauhid, hawajui maana ya ilaha illa Allah. Lakini tuweni moja kwa moja, tutaelewana tu moja kwa moja tu. Ukienda katika sahihi al-Bukhari mjalladi wa kwanza safha ya 11 hadithi nambari 8, kitabu al-iman, Mtume sallallahu anasema katika hadithi ya Ibn Umar, bunia al-islamu ala 5, Uislamu umejengewa kwa mambo matano. Cha kwanza akasema shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah, ambacho hicho ndicho kichwa cha nguzo za Uislamu. Uislamu wasimamishwa kwa mambo matano. La kwanza ambalo ndicho kiongozi ni nini? Shahadatu an la ilaha illa Allah. Mtume hapa hakusema wala rabba illa Allah, shahadatu an la ilaha illa Allah. Alaha ya alahu ilahun. Hii ni sifa ambayo kwamba ametegemezwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah subhanahu wa ta'ala jina lake aitwa Allah, lakini ilahun ni sifa, sifatul uluhiyya, sifa ya uungu imetegemezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anayo ambayo kwamba yanamfaa yeye kuwa Mungu. Sawa? Kwa tauhidi ni moja ya uluhiyya, hakuna tauhidur rububiyya wala tauhidul asma wa sifat. Ni nini maana ya kalimatu tauhid? Kalimatu tauhid imebeba mambo makuu mawili. La kwanza ni an-nafyu, ni kupinga, kukanusha. Kupinga nini na kukanusha nini tutaeleza. La pili al-ithbatu, kuthubutisha. Kwanza upinge, ukanushe, kisha uthubutishe. Ukiulizwa ama ukiingia katika taarifu ya hii shahada kalimatu tauhid, utaona wanakuambia ama tafsiri yake la maabuda bihaqqin, yani la ilaha, la maabuda bihaqqin, hapana kinachofaa kuabudiwa, awe miungu yoyote, kiwe ni kitu chochote, hakifai kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Ndo akathubutisha illa Allah, isipokuwa Allah. Sasa la maabuda hapa tumepata kwamba kuna maabud ambaye ni Allah, kisha kuna abid ambaye ni huyu mwanadamu ama majini, kisha kuna al-ibada, kina kitu kinaitwa ibada. Sasa je, kuijua hii inamaanisha nini? Lazima tujue ibada ni nini. Kwanza al-ibada, na hapa ndio utajua kwamba hii kalimatu tauhid imekusanya kila kitu, hakuna cha rububiyya wala al-asma wa sifati, zote zimeingia hapa. Ma maana al-ibada? Taarifu ya ibada wanasema al-ibada at-ta'atu wal khudu'u lillahi azza wa jalla. Kwanza ni kutii, kumtii Allah kwa kila sampuli ya taa. Wal khudu'u, na kunyenyekea kwa Allah, kujidhalilisha kwake, uwe mnyonge kwake. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia al-islamu man aslama wajhahu lillahi, au al-muslimu man aslama wajhahu lillah. Ni mtu ajisalimisha, adhalilike mbele ya Allah, mbele ya Allah. Ukijidhalilisha, kwa hiyo at-tadhallul na al-khudu' zote hizo zinaingia katika ibada. Sawa? Akasema ma'a kamali al-mahabba, pamoja na kukamilisha mahabba katika hayo yote, umpende Allah, upende viumbe vyake, umpende mtume, wapende watu wema, upende na dini yake. Hiyo pia ni katika nini? Ni katika ibada. Kwa hiyo mahabba tu ya kupenda kila kinachohitajia kupendwa, ambacho kwamba ni usawa kukipenda, ni katika ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akasema wat-ta'dhimina, na kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min at-ta'dhimi min asma'ihi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-husna, walillahi al-asma'ul husna. Utapata kuna al-jabbar, al-mutakabbir, zote
Ni katika sifa zake kumuadhimisha Allah, ujue kwamba yeye ni mkubwa, ukubali kwamba yeye ndio mwenye kuumba, yeye ndio mwenye kufanya kila kitu. Sasa hayo yote ukiyakubali kwa kumuadhimisha Allah inakuwa ni nini? Ni ibada. Haya sasa zote zimeingia hapo. Tuambie kuna tauhidul asma wa sifati imeingia hapo, wa ta'dhim, kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ar-rububiyya pia imeingia hapo, hakuna kingine. Kisha haikuishia hapo tu, ikaendelea wa hiya tatajawazu mujarrad ash-sha'airi wat-tuqus litashmula kulla amalin salihin wa sulukin akhlaqiyyin. Waona wat-tuqus, anasema wat-tuqus ni mfumo wa ibada, imma qawliyan, fi'liyan, hissiyan, fikriyan, au kivyo vyote vile. Ibada ima ya kifikra au ya kimatendo au ya kimaneno au ya kifikra au ya kihisia, hizo zote zimeingia. Ndio akataja kwa kusema litashmula kulla amalin salih, kila jambo jema lenye kusulihi kwa Allah ni nini? Ni ibada. Mtume salama akatuambia kullu ma'rufin sadaqa, kila jambo jema ni sadaka, kumdhania Allah mazuri, kukubali kwa yeye ni muumbaji, kukubali kwa yeye ndio mwenye kuruzuku kila kitu. Hizo zote ni sadaka, na hizo zote ni katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikubali tu kwa Allah ni muumbaji, wewe umefanya nini? Umefanya ibada. Kwa hiyo hizo zote zimeingia hapo. Sisi tuambie kwamba kuna rububia bwana. Rububia nini? Kama ingekuwa kwa mtume angesema. Kwa hiyo kwanza jua maana ya tauhidi al-uluhiyya, maana la ilaha illa Allah. Acha kuropoka tu kuzungumza vitu. Kaa utulie. Wasulukin akhlaqiyyin, na mfumo wa kufuata wa kitabia. Kwa hiyo tabia pia za mwanadamu kumbe zina uwezekano kuingia katika ibada. Ndio Mtume sallallahu akatuambia bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, nimetumilizwa ili nitimize tabia njema kwenu. Kana khuluquhu al-Qur'an. Kwa hiyo tabia pia zinaingia katika. Vipi wewe Muislamu utakuwa Muislamu alafu usiwe na tabia? Kwa hiyo kila ukifanya ambalo kwamba lahitajika katika Uislamu inakuwa ni ibada. Akasema wa i'marin lil ardi yabtaghi bihi al-insanu wajha Allah wa mardatihi, na kufanya lolote katika dunia, ima kujenga, kufanyaje misikiti, kila kitu ambacho utakifanya katika dunia kwa kutaka radhi za Allah inakuwa ni nini? Ni ibada. Kwa hiyo ndugu zangu, ukiangalia vitu vimeingia. Kwa hiyo kwa wewe kule kuamini kwamba Allah ni mwenye kuumba, Allah ana majina mazuri, yote hayo umeyakubali kwake yeye Allah, ni ibada. Kwa hiyo mtume alipotamka la ilaha illa Allah, shahada tu alla ilaha illa, ilikuwa ashabeba kila kitu, ashakikusanya. Turudi sasa. Ndio Mwenyezi Mungu kasema kwambia an-nafi wal ithbat, akathibitisha kwamba hivi vyote havifanyiki kwa mwingine yoyote, havifai hii ibada isipokuwa illa Allah, isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, turudi sasa katika Qur'an. Kwa nini tumekwambia Qur'ani haina maana hayo na wasema wala hizo aya hazina maana hayo? Sababu Qur'ani imekuja pia kwa maana mbili, kwa mambo makuu mawili, an-nafi wal ithbat, kupinga, kukanusha, na ithbatu, kuthibitisha yale kwako. Kwanza kupinga, kukanusha yale ambayo kwamba hayatakiwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hayafai kufanywa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hayafai, na kukanusha kila ambacho kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hafai kufanyiwa, wala kuabudu miungu mingine, wala kufanya nini. Qur'ani imekuja kwa mfumo huo, kisha ikathibitisha yale ambayo kwamba yatakana kufanywa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ama kufanywa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Iwe basi ni katika qasas, ni kwa vyote vikija vinakuja kwa maana moja, kwa maana hizi mbili. Na ushahidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuambia wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hatukuwaumba majini na watu isipokuwa watuabudu. Umeona, imerudi pale pale kwa ibada, na Qur'ani tumeteremshiwa sisi. Ar-Rahmanu allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan, bainifu kama huu. Kwa hiyo ikiwa ibada ndio iliyotajwa kwenye Qur'ani na ikatajwa huku, na Mwenyezi Mungu akatuambia inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin, mwanadamu aone uumbaji wa mbingu na ardhi na kila kilichoumbwa, ili kwake iwe ni ishara amjue Mungu wake, na akishamjua tu ni ibada. Fikiri tumeelewana. Kisha Mwenyezi Mungu akaitaja, akaisherehesha ama akaieleza tauhidi katika aya moja kwa ufupi, Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Umeona, imeingia chini ya uluhiyya, ilahu. Allahu la ilaha, kusema la rabba,
illa Allah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Hizi ni sifa za Mwenyezi Mungu al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, akatuonesha kwamba yeye hafanani na viumbe halali wala hasinzii. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Umeona wewe ukasema tauhidur rububiyya ndio yatakana ujue kwa Mwenyezi Mungu ni muumbaji. La, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Huyu ilahun ambaye ni Allah, yeye ndiye ni vyake vya mbinguni na vya ardhini. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu akatuonesha kwamba uumbaji pia ni wake yeye, umeingia katika ilahun.